Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka Young Africans, kwa ile kauli ambayo waliweza kuitoa. Hatimaye shirikisho la soka TFF wameweza kutoa mrejeo wa yale ambao wameweza kuyapitia mara baada ya kukaa kwa kikao kingine kuweza kujadili juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha Young Africans, kutokana na taarifa ambayo Yanga wameweza kuitoa. Hatimaye TFF wameweza kutoa maamuzi yao juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha Young Africans kuhusu yale ambayo yanatajwa kuhusiana na madai yao. Mimi nimekusogezea hapa kuhusiana na yale ambayo yameweza kujili huko, ambapo kila kitu kimeweza kuwekwa wazi, mambo yamewekwa hadharani, kila mtu aweze kujua ni yapi hayo ambayo ameweza kujili. Sasa kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba taarifa ni nyingi ambazo zitakuwa zimekupita. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu na jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans pamoja na wekundu wa Msimbazi Simba, juu ya kile kinachoitwa maamuzi ya kikanuni kuhusiana na yale ambayo yameweza kujili. Sasa unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans wao wameweza kutoa taarifa yao na TFF na wenyewe wameweza kuwajibu kuhusiana na kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo Young Africans wao mara baada ya sakata kuendelea, hatimaye wameweza kutoa msimamo wao. Nilikusogezea hapo msimamo wao. Wenyewe wanasema ya kwamba hawako tayari kucheza mechi nyingine, tarehe nyingine ambayo itakayopangwa hawako tayari, wako tayari tu kuhusiana na kupewa pointi zao 3, na kile ambacho wenyewe wanachokihitaji ni hicho tu. Huku wekundu wa Msimbazi Simba wenyewe hawajaonyesha mpaka sasa msimamo wao ni upi. Je, na wenyewe wanazitaka alama 3 ama na wenyewe wanataka kurudia mechi? Simba bado haijaweka hadharani juu ya kile ambacho kinachoendelea. Sasa hatimaye majibu ambayo yameweza kutolewa kuhusiana na kile inayoitwa kanuni, kuhusiana na yale ambayo yameweza kutajwa hapo katika yale madai, ambapo afisa wa shirikisho la soka TFF ameweza kuweka bayana kile ambacho kinachoendelea kwenye ili sakata, na ameweza kuweka yale maamuzi ambayo pengine wenyewe wanaona ya kabisa haya maamuzi ni sahihi. Unaambiwa kupitia kanuni ambayo TFF wanakwenda kuitumia, hizi ni za ndani kabisa, ambapo unaambiwa kanuni za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania inaeleza kuhusiana na kile kilichoweza kutokea mara baada ya klabu ya Simba kuweza kugomea mchezo huo, huku wameamua sasa kuenda kwenye kufata kanuni, ambapo inaelezwa kwamba Simba katika taarifa ambayo ilitolewa na TFF ilionyesha kwamba Simba hawakutoa maelezo yoyote kwamba wanataka kutumia uwanja. Hivyo basi kile kilichoweza kutokea, wenyewe wanaonekana kama hawakuwa sawa. Unaambiwa hii ndio adhabu pengine ambao TFF wanafikiria kwenda kuitoa kwa Young Africans pamoja na Simba Sport Club, ambapo kwa upande wa Simba inaelezwa mara baada ya kugomea mechi, klabu ya Simba inaweza kukumbana na adhabu mbalimbali, ambazo adhabu hizi zinalenga kudumisha nidhamu na kuhakikisha mechi zinafanyika kama zilivyopangwa. Hapa kuna baadhi ya adhabu ambazo Simba inaweza kupata, ambapo kwenye kanuni ambavyo wenyewe inaeleza, unaambiwa kifungu cha kwanza
kupoteza mechi. Simba kugomea mechi inaweza kupoteza mechi kwa matokeo ya 3-0, ambapo klabu ya Young Africans wao wataweza kupata magoli 3 na alama 3, huku Simba wakiweza kuamulia 0. Lakini kingine, Simba inaweza kutozwa faini kubwa ya fedha. Faini hii ni kwa ajili ya kuweza kufidia pengine labda kuna hasara ambazo zimeweza kupatikana mara baada ya mchezo huo kuweza kuahirishwa kwa klabu ya Simba kugomea yale. Lakini kifungu chingine kinasema ya kwamba kupunguzwa pointi. Simba inaweza kupunguzwa pointi kwenye msimamo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, kama ambavyo kanuni inaeleza kuhusiana na kile ambacho kinachotokea. Huku kipengele kingine inasema ya kwamba Simba kushushwa daraja. Katika hali mbaya, timu inaweza kushushwa daraja, ambayo ni klabu ya Simba kwa kufanya yale ambayo yamekiuka taratibu zote za kikanuni. Hivyo basi pengine wanaweza TFF wakawa na haki kabisa ya kuweza kuwashusha daraja klabu ya Simba. Adhabu nyingine ni kamati ya nidhamu ya TFF inaweza kutoa adhabu zingine kulingana na uzito wa kosa ambalo waliweza kulifanya. Pengine wanaweza wakafikiria kuongeza adhabu zaidi. Ni muhimu kuzingatia kwamba adhabu zinatolewa zinaweza kutofautiana kulingana na mazingira ya kila kisa. Unaona bana, yani kila kisa kinaweza kuwa na adhabu tofauti. Sababu za kugomea mechi, athari za kugoma na historia ya nidhamu ya timu husika zinaweza kuathiri uamuzi wa kamati ya nidhamu. Ili kupata maelezo sahihi, unaona bana, kwa kile ambacho kinachoendelea, unaona bana, hapa ikiweza kuzungumzia hivyo. Hiyo ni kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kwa upande wa klabu ya soka Young Africans, mara baada ya kamati kuweza kujiridhisha kwa yale ambayo yameweza kudaiwa kwa klabu ya soka ya Young Africans kuweza kufanya, basi bila shaka hizi ndio adhabu ambayo wataenda kukumbana nao klabu ya soka ya Young Africans kwa kile ambacho kinaelezwa kwenye kanuni za shirikisho la soka Tanzania kupitia bodi ya ligi kuhusiana na kile ambacho kimeweza kutokea. Kwa madai ni kwamba Yanga waliweza kuwazuia Simba kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Mkapa kutumika kwa mechi, ambacho ni kosa ambalo linaweza kuleta adhabu mbalimbali kwa timu ambayo inafanya kosa hilo. Hapa na kusogezea, hizi ni baadhi ya adhabu ambazo Yanga inaweza kupata kutoka TFF. Kipengele cha kwanza, kukiuka kanuni za ligi kuu. Kitendo cha kuwazuia Simba kufanya mazoezi uwanjani kinaweza kuchukuliwa kama kukiuka kanuni za ligi ambazo zinaeleza haki za mtu zote zinazoshiriki. Pili, adhabu za nidhamu. Kamati ya nidhamu ya TFF inaweza kutoa adhabu kama vile faini ya fedha, onyo kali, kupunguzwa pointi, adhabu nyingine itakayoonekana inafaa. Kifungu kingine kinasema kwamba ukiukwaji na uadilifu wa michezo. Kitendo hicho kinaweza kuchukuliwa kama ukiukaji wa uadilifu wa michezo ambao ni misingi mkuu wa kanuni za TFF. Ni muhimu kuzingatia kwamba adhabu itakayotolewa itategemeana na uzito wa kosa na mazingira yaliyosababisha kitendo hicho. TFF ina mamlaka kufanya uchunguzi na kutoa uamuzi unaofaa. Unaona bana, kwa kile ambacho kilichoweza kuelezwa hapa katika haya ambayo yanaendelea kwa wakati huu. Kwa hiyo hapa nimekusogezea kanuni zinavyoeleza pindi ambapo shirikisho la soka litakapoamua kuweza kufanya marejeo kupitia kanuni kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea. Pengine utakwenda kushuhudia wenyewe watakuja na adhabu hipi. Lakini kwa upande mwingine, TFF wenyewe walitangaza kwamba watakuja na mapitio ya kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kurudia mechi, ambapo walitangaza tarehe mpya ya mchezo huo kwenda kurudiwa. Tusubiri kuweza kusikia tamko lipi litakalotoka kutoka shirikisho la soka Tanzania TFF juu ya haya ambayo yanaendelea. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.